Hii ni Icon TV na mimi ni Elia Msike. Leo tumepata wasaa mzuri wa kutembelea ofisini kwa Sheikh Ponda na tutazungumza mengi sana ambayo yanahusiana na maisha yake binafsi, hali ya nchi kwa ujumla, lakini pia pamoja na mambo mengine mbalimbali. Tunapotamatisha, wewe kama miongoni mwa Waislamu na viongozi wa kidini, endapo labda ikitokea ukapewa fursa ya kuulizwa swali, wewe kama Muislamu, unatamani BAKWATA iwepo au isiwepo? Nitalijibu swali kwa namna mbili. Kwanza kabisa nitajibu kwa namna ya kuangalia mtazamo wa Waislamu waliokuwepo mwaka 68 wakati inaanzishwa BAKWATA. Walitazamaje? Walikuwa wanaona kwamba kulikuwa kuna umuhimu wa BAKWATA? Walikuwa wanaona kwamba BAKWATA ni chombo kimetokana na wao? Ukirejea katika maisha ya mwaka 68, Waislamu waliokuwa wanaishi wakati ule, mashekhe wale, kina Sheikh Hassan bin Amiri, kina Sheikh Taqadiri na wengineo, hawakuwa na fikra kabisa ya kuunda chombo kinachoitwa BAKWATA, wala hawakuhusika kabisa kwenye kuunda chombo kinachoitwa BAKWATA. Kwa maana hiyo wenyewe walikuwa hawana mpango wowote ule wa kuanzisha chombo cha BAKWATA. Walikuwa hawana haja. Na kwa nini walikuwa hawana haja? Kwa sababu vyombo vilivyokuwepo vilikuwa ni vyombo ambavyo vinakidhi haja katika namna zote. Kitaaluma walikuwa mashekhe wakubwa, ndio hao ndio wataja, walikuwa wanatosheleza kwenye ile eneo la elimu ya dini. Lakini katika kiuwezo wa kitaasisi, kwa maana ya uchumi, walikuwa na majengo ya kutosha, walikuwa na ardhi ya kutosha, na walikuwa na vituo vya kutosha, ambayo haya majengo ya wakfu kwa ajili ya uchumi ndio haya ambao wanamiliki leo BAKWATA, ambayo ya mabilioni ya fedha. Lakini vile vile walikuwa na uhusiano mzuri, wameshajenga ule umoja wa Waislamu kwa kiwango cha juu sana. Wamejenga umoja wa Waislamu ndani ya nchi, lakini wamejenga umoja wa Waislamu katika level sasa ya kimataifa. Maana yake imefikia wakati ule Waislamu sasa ni wamoja katika nchi hizi za Afrika Mashariki, kwa maana ya Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Kongo na Rwanda na kadhalika. Yani ni wamoja kiasi hiki. Kwa hivyo wale Waislamu walioishi mwaka 1968 hawakuwa na fikra kabisa, wala hawakuwa na mpango wa kuanzisha chombo kidogo ambacho kinaitwa kama vile BAKWATA kutoka kwa chombo kikubwa. Huo ni mtazamo ambao walikuwa nao wale Waislamu mwaka 68, ambao mimi na uheshimu huo. Nachukulia kwamba Waislamu walikuwa hawana haja ya kuwepo na chombo kinachoitwa BAKWATA, kwa kurejea maisha ya viongozi wa Kiislamu walikuwepo mwaka 1968 wakati ilipoundwa BAKWATA. So wakati serikali ilipounda BAKWATA. La pili ni wakati tulionao sasa hivi. BAKWATA ni chombo ambacho kimekuwa na sera 4 kwa uhai wake wote. Sera ya kwanza ni ya kujitangaza kwamba wenyewe ndio wakubwa. Yani hiyo wamekuwa wanalazimisha kwamba wenyewe ndio wakubwa na watu wote au taasisi zote ziko chini yao, ya kwanza. Pili ni chombo ambacho kimehusika kwa kiasi kikubwa kabisa kuwafitinisha Waislamu katika mamlaka za serikali. BAKWATA wamefanya kwa muda mrefu kabisa, yani kuwasaliti Waislamu. Yani mnakwenda kuomba huduma serikalini, so huduma ambayo inatoa serikali, BAKWATA wanaenda kuambia serikali kwamba hawa msiwape hiyo huduma. Lakini pia wameweza kwenda kuomba serikalini kwamba baadhi ya taasisi zifutwe na hizo taasisi zikafutwa. Yani wamekuwa wakisaliti Waislamu serikalini. Lakini jambo la tatu ni chombo ambacho kwa muda mrefu imekuwa kupora kabisa, kule kupora unakufika kupora mali za taasisi zingine. BAKWATA wamefika mahali wanaanza kuforge document kwa ajili ya kuchukua mali ya taasisi nyingine. Wakaandika hati kabisa, wakaandika nyaraka na wakaenda kudai kwamba hiki chombo ni chetu. Kitu ambacho huwezi kuamini kwamba Muislamu anaweza kafika kafanya kitu kama hiki. Wamepora mali nyingi wanazomiliki ambazo sio za kwao, ni ambazo za taasisi zingine zilizokuwa za Kiislamu. BAKWATA ndio chombo pekee leo ukienda mahakamani ambacho kina kesi nyingi na Waislamu wenzao, kina ugomvi mkubwa sana na Waislamu wenzao. Kwa hivyo ukirejea haya matukio haya, yani ni matukio ambayo huwezi ukasema kwamba hiki chombo kinatakiwa kuwepo. Yani kuwepo kwake ni kuna hasara kubwa zaidi kuliko ni kutokuwepo. Leo hii kama BAKWATA inaondoka, Waislamu wanapoteza nini? Yani jalio kwa mfano leo hii BAKWATA inafutwa, haipo. Jamii ya Kiislamu, kitu gani ambacho jamii ya Kiislamu itakuwa imepoteza? Haipotezi, isipokuwa itakuwa imepata nafuu kubwa. Imeondokana na uporaji wa mali. Chombo ambacho ni tishio kwa maslahi ya Waislamu Tanzania ni BAKWATA. Inapora, wananyang'anya, si ndio? Wanawasaliti Waislamu katika vyombo vya sheria. Na hatusemi kwamba ni mambo ya uongo, ni mambo ukiniambia na kuletea document za kuthibitishia. Na leo hii mpaka tunapozungumza leo hii wanamiliki mali sio za kwao.
Lakini la mwisho kabisa ni kwamba hatuwezi kuwa na chombo kinachojiita cha Kiislamu ambacho hakifuati taratibu za Kiislamu. Katika mambo ambayo ni makubwa katika jamii yote, taasisi yote, ni uchumi. Yani uchumi kwenye taasisi huwa ndo nguzo baada ile itikadi yenyewe ile taasisi yenyewe, lakini uchumi ndio unaofuatia, ndio chombo cha pili cha ukubwa. Sasa uchumi walionao BAKWATA leo hii ni uchumi unatokana na mali za watu, yani mali ambayo walinyang'anywa Waislamu, mali ambayo ilikuwa milioni ya fedha, si ndio? Serikali ikawanyang'anya, baada ya wakapewa wao, na wanashuhudia kwamba hii mali ni mali ya fulani, ananyang'anywa Muislamu mwenzake, alafu anakabidhiwa wao, wanaipokea ile mali, ile income, yale mapato yalikuwa yanatokana na ile mali, anayachukua yanaingia mfukoni kwa yule mmiliki wa mali. Leo hii ile mapato yanatoka kule afu yanaingia mfukoni kwa BAKWATA na wanatumia. Hii wanaipata wapi katika dini ya Kiislamu? Wanapata wapi kwenye Qur'an? Wanapata wapi kwenye mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wanapata wapi kutoka kwa maswahaba? Wanapata wapi kutoka kwa maulama? Sasa hii kuwa na taasisi ambayo ina Uislamu wa namna yake, Uislamu ambao haupatikani kutoka kwenye Qur'an, Uislamu ambao haupatikani kutoka mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii inapelekea wanapoteza sifa ya kuwa chombo hiki ni chombo cha Kiislamu. Chombo cha Kiislamu lazima kiishi katika misingi ya Kiislamu. Kwa hiyo kimsingi, kwenye swali lako kwamba kama ungependekeza kwamba BAKWATA isiwepo, hiki chombo ukirejea katika historia, mashekhe hawakuanzisha chombo, walikuwepo akiwepo Hassan bin Amiri na hawakukitaka, na walitoa tamko la kulani serikali ilipovunja na kukiunda hiki, wao walitoa tamko la kulani. Ukija katika mazingira ya sasa hivi hakuna haja kabisa ya kuwepo na chombo kama kile, lakini kwa sababu kipo, sisi tunasema kwamba kiendelee kuwepo kwa taratibu zake, kiheshimu ile mipaka na kirejeshe zile haki za watu, na wahakikishe kwamba wanaishi Kiislamu na waache tabia ya kufitinisha Waislamu katika vyombo vya dola na kupora mali za watu.